Utukufu ni wako, haleluya. Wewe ndiye Mungu wa pekee na wa kweli. Asante kwa neema yako na kibali chako ambaye tena umetupa Bwana kuja nyumbani mwako kukuabudu wewe katika roho na kweli. Pokea sifa na heshima na utukufu na uweza na mamlaka zina wewe Mungu wetu. Asante kwa kutupa tena neema hii Bwana. Tunaomba Roho Mtakatifu ulio katikati yetu, tufunulie akili zetu tukapate kuelewa na maandiko. Nisaidie mtoto wako na mtumishi wako Bwana, nilinene neno lako kwa hekima na kwa ufahamu na kwa ujasiri wote, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Chukua nafasi hii kuwashukuru praise team kwa ajili ya tumishi wenu mwema uliotukuka. Mungu awabariki na awakumbuke katika ufalme wake. Pia nimshukuru mtumishi mwenzangu mwinjilisti Munisi. Mungu akubariki sana na akutunze. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mkaribishe aliyeko pembeni yako, mwambie karibu katika ibada ya masifu ya jioni. Na wale walioko online pia tunawakaribisha sana, mjisikie mko nyumbani mwa Bwana. Karibuni sana mnaotufuatilia online. Mungu wa mbinguni aendelee kuwatunza na kuwainua na kuwakumbuka pia katika ufalme wake. Bila kupoteza muda, nataka tuende kwenye somo letu ambalo Mungu ametupa kwa wiki hii, ambalo tunatembea nayo jioni. Na kichwa cha somo kinasema vita dhidi ya roho ya Farao. Vita dhidi ya roho ya Farao. The battle against the Pharaoh spirit. Na tuliona lengo la somo. Lengo la somo ni kukupa maarifa ya kiroho ya namna ya kutambua, kupambana na kushindana na roho ya Farao, ili usiishi maisha ya utumwa, kucheleweshwa, mateso na kurudishwa nyuma, bali uishi kusudi la Mungu kwa mafanikio. Lengo la somo ni kukupa maarifa ya kiroho ya namna ya kutambua, kupambana na kushinda roho ya Farao, ili usiishi maisha ya utumwa, kucheleweshwa, mateso, kurudishwa nyuma, bali uishi
kusudi la Mungu kwa mafanikio. Bwana Yesu apewe sifa. Na nilikupa utangulizi ile siku ya kwanza nikakwambia usimwangalie Farao kama mfalme wa Misri. Mtazame Farao kama roho iliyokuwa inatawala kwenye taifa la Misri. Na Farao sio mtu, ni cheo. Ni kama tunavyozungumza leo kwenye ulimwengu wa sasa tunaposema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kile ni cheo. Kile ni cheo. Kwa hiyo kila rais atakayekuja ana jina lake, lakini kwa sababu ya kile cheo ataitwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa tunapozungumzia Farao, hatuzungumzii jina la mtu, tunazungumzia cheo kilichokuwa kinatawala kwa kipindi hicho. Na nilikwambia pia ile siku ya juzi kidogo na jana niligusia kwamba hata unaposoma Biblia, kwa mfano unaposoma Herode, lile sio jina la mtu, kile ni cheo. Ni cheo. Ndio maana ukisoma Biblia, Herode aliyekuwa anataka kumuua Yesu, alipokufa Yusufu na Mariamu aliambiwa yule adui aliyekuwa anataka kumuua mtoto ameshakufa, rudini. Lakini aliporudi kuna Herode mwingine alikuwa anatawala. Kwa tunapozungumzia Farao sio jina la mtu, ni cheo. Lakini tunapozungumzia Farao tunazungumzia roho. Na tuliona kwenye kitabu kile cha Ezekiel. Nataka nirudi hapo kidogo, nianzie hapo angalau niendelee, hata kama ulikuwa haupo upate hiyo picha, kwa sababu tunaweza tukaanza kushughulika na roho za Farao hapa. Ezekiel 29 naweza tukashughulikia roho za Farao, kasema mbona wanampiga mfalme wa Misri wa watu? Haleluya. Naomba utokee Ezekiel 29 ule mstari wa kwanza hadi wa 3. Anasema katika mwaka wa 10 na mwezi wa 10 siku ya 12 ya mwezi neno la Bwana likanijia na kusema, mstari wa 2, mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao mfalme wa Misri, ukatabiri juu yake na juu ya Misri yote. Nena useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako, ewe Farao mfalme wa Misri, joka kubwa atokaye katika maji ya mito yake. Joka kubwa atokaye katika maji ya mito yake. Kwa hiyo unaona Farao ni nani? Ni roho ambayo inaitwa joka. Kwa hiyo ni Farao lakini anatafsiriwa kama joka kubwa. Kwa hiyo kimwili tunamuona ni Farao, ila kiroho ni joka. Kwa hiyo kuna roho ilikuwa nyuma ya huyu mfalme wa Misri, na hiyo roho ni joka. Na ndiyo maana huyu mfalme alikuwa anapenda sana kwenda mtoni kuoga. Na sio yeye, familia ya kwake ilikuwa inakwenda kuoga. Ndiyo maana hata binti Farao alimuokota Musa kwenye maji akiwa anaelea na kisafina, alikuwa anakwenda kuoga. Kwa nini alikuwa anaenda kuoga kwenye mto? Kwa sababu kila alipokuwa anaenda kuoga pale, walikuwa ni kama wana activate ile spirit iweze kuendelea kufanya kazi. Ndio maana wanatoka ikulu. Sio kama ikulu kulikuwa hakuna mabafu, sio kama ikulu kulikuwa hakuna swimming pool, yalikuwepo, lakini walikuwa wanaacha maji ya ikulu. Tena yamkini yale yalikuwa mazuri kabisa, yana viungo, wanaenda mtoni kufanyaje? Kuoga. Kwa hiyo hapa kwenye Ezekiel ndio anatuambia kwamba hii spirit ilikuwa inakaa kwenye mto, au kwa Kiswahili kingine ilikuwa inakaa kwenye maji. Leo hii tunaweza tukaipa jina la marine spirit. Ndio ilikuwa inaongoza taifa la nini? La Misri. Na ukitaka kujua hiyo roho ilikuwa inaongoza, turudi kwenye Isaya 19. Turudi pale kwenye Isaya 19. Tokea Isaya 19 mstari wa kwanza hadi wa 3 pia. Tuone hivyo Isaya 19. Labda utaelewa hiyo roho iliyokuwa inatawala Misri. Kwa hiyo tunapozungumzia Farao tunazungumzia roho. Anasema ufunuo juu ya Misri, tazama Bwana amepanda juu ya wingu jepesi, anafika Misri, na sanamu za Misri zitatikisika mbele zake. Sanamu za Misri. Kwa hiyo unaona kwamba Misri kulikuwa kuna masanamu, lakini yale masanamu tunayoona ni masanamu, yalikuwa sio mapambo. Yalikuwa sio mapambo. Nyuma ya zile sanamu kulikuwa kuna maroho. Anasema tunaona sanamu za Misri zikitikisika mbele yake. Kwa nini hizo sanamu zitikisike? Sanamu zina shida gani? Kuna kitu katika ulimwengu wa roho. Anasema
Anasema ufunuo juu ya Misri, tazama Bwana amepanda juu ya wingu jepesi, anafika Misri, na sanamu za Misri zinatikisika mbele yake, na moyo wa Misri unayeyuka ndani yake. Anasema moyo. Kwa hiyo Misri ni taifa lakini lina moyo. Kwa hiyo kama lina moyo, moyo maana yake ni nini? Moyo tafsiri moja hapo ni kiini cha kitu. Tunapozungumzia moyo tunazungumzia kiini cha kitu au sababu ya kuwepo kwa kitu. Twende mstari unaofuata. Anasema nami nitaamsha Wamisri juu ya Wamisri, nao watapigana kila mtu na ndugu yake. Maanake hii ni vita Mungu anaileta kati ya wao kwa wao, wapigane wao kwa wao. Alafu anaposema nao watapigana kila mtu na ndugu yake, na kila mtu na jirani yake, mji juu ya mji, na ufalme juu ya ufalme. Tunaendelea mstari unaofuata. Na roho ya Misri itamwagika kabisa katikati yake. Roho ya Misri. Kwa hiyo kuna roho iliyokuwa Misri, kuna roho iliyokuwa inatawala Misri. Kimwili tunaona ni nani? Farao anatawala, lakini Biblia inasema kuna roho ya Misri. Sasa tunaendelea mstari nani, kipengele kinachofuata. Nami nitaamsha mashauri, nami nitayabatilisha mashauri yao, nao watakwenda kwa sanamu zao na waganga wao. Unaona sanamu zinaanza, alafu wanafuatia waganga, na kwa wapiga ramli na wachawi. Kwa hiyo tunapomwona Farao alikuwa anafanya kazi kupitia masanamu. Namba 1. Alikuwa anafanya kazi kupitia waganga. Alikuwa anafanya kazi kupitia wapiga ramli na kwa wachawi. Kwa hiyo nyuma ya Farao kulikuwa kuna sanamu, kuna waganga, kuna wachawi, kuna wapiga ramli. Kwa hiyo nje tunamwona Farao kama Farao, lakini nyuma yake amesimamiwa na hizo roho 4 hapo. Kuna sanamu, kwa sababu hizo sanamu zilikuwa ni roho. Kuna wachawi, kuna waganga, kuna wapiga ramli. Wote walikuwa hapo. Ndio maana ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo na Kutoka, unaona Farao alikuwa akipata changamoto yoyote, jambo la kwanza alikuwa anaita wachawi na waganga na wenye hekima wote wa Misri, anawauliza tunatokaje hapa, tunatatuaje hili tatizo. Kwa hiyo kabla hajakaa na baraza lake la mawaziri la kipindi hicho, waganga na wachawi lazima wamwambie cha kufanya kwa wakati huo. Kwa hiyo nyuma ya Farao kulikuwa kuna uchawi. Kwa tunapozungumzia spirit ya Farao, ni spirit ambayo inasukumwa na uchawi, inasukumwa na waganga kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu. Bwana Yesu apewe sifa. Mpaka hapo nadhani tuko pamoja. Wangapi wananielewa mpaka hapo? Kwa tunapomzungumzia Farao sio mfalme wa Misri, tunazungumzia roho inayetawala. Na hiyo roho inafanya kazi mpaka na leo. Nimekuonyesha tangu juzi. Tumeangalia siku ya kwanza, nikakwambia hii roho kwenye siku ya kwanza tukaona kwamba inauaga vitu vikiwa vichanga au vitu mwanzoni kabisa inaanza kuua vitu. Tukaona kwamba Farao akatoa amri kwamba watoto wote wa kiume wanapozaliwa tu wauawe. Nikakwambia inavizia biashara yako inapoanza tu kuzaliwa inaiua, mahusiano inaua, ndoa inaua, inauaga vile vitu vinavyozaliwa kwanza, hii roho ya Farao. Kwa inapambana, yani unaweza ukaanza kitu chako kipya, inavizia, yani kile kimeanza inakimaliza, haitaki kile kitu kiinuki. Umeitwa na Mungu, labda wewe ni mtumishi wa Mungu kwenye huduma, inaanza kuua huduma yako mwanzoni. Yani inaishughulikia hiyo huduma, inahakikisha hii huduma haitanyanyuka, kwa sababu huyu mtu akinyanyuka Mungu atapewa sana utukufu. Sasa kuliko Mungu apewe utukufu, ni heri nimvuruge mapema. Kwa hiyo anakuvuruga. Unaweza kama umeitwa ni mwimbaji, ni mtumishi wa Mungu, ni mwalimu, ni mtume, ni nabii, unafika mahali unasema nahisi kwamba sijaitwa kwenye huduma, nahisi nilijiita mimi mwenyewe, kwa hiyo Mungu mimi nimeamua kuachana na huduma. Kumbe ni roho ya Farao inaua vitu mwanzoni kabisa. Yani kitu kinapozaliwa, biashara inapozaliwa inakiua, mahusiano yanapozaliwa inaua. Chochote kinachozaliwa kwanza, cha kwanza kile kinachozaliwa inaua, na inachagua vitu vya kuua. Haiui vile vitu ni vitu. Ilichagua watoto wa kiume. Nikakwambia watoto wa kiume ni mbegu, ni uzao. Ukitaka kuzuia dunia isiendelee kuongezeka, wabane wanaume. Ukiwazuia wanaume, manake dunia itaongezeka. Kwa sababu wanaume ndio wanayoongeza dunia. Ndio maana hata leo sayansi imekuwa kubwa. Hata wanawake wasipokuwepo duniani, bado dunia itaweza kuongezeka. Kwa sababu wanaume mbegu zao zinaweza zikachukuliwa zikapandikizwa kwenye nini? Kwenye zile inkubeta za kutotolesha watoto na wakazaliwa. Kwa hiyo wale ni mbegu. Na ni kwa nini pia alikuwa analenga wanaume?
ile mbegu ya kiume, kwa sababu wanaume ndo walikuwa wamebeba vitu vya urithi wa familia na vizazi. Kwa hiyo alikuwa anapiga kitu ambacho kimebeba urithi wa vizazi. Anajua hiyo biashara yako itakuja kuwa urithi kwa watoto na kwenye familia na kizazi chako. Kwa hiyo anaiua hiyo kampuni, anaiua tu mwanzoni unapoanzia ile wazo. Kwa tuliona hiyo. Siku ya jana tukaona kingine, pointi nyingine, hii roho ya Farao mara nyingi sana inasababisha hali ngumu ya maisha. Inasababisha hali ngumu ya nini? Ya maisha. Unafanya kazi lakini huoni matokeo. Unapambana lakini matokeo hayaonekani. Kila kitu kinafanyika kwa ugumu. Unaingia kwenye mahusiano kwa ugumu. Unaanza ndoa kwa ugumu kweli kweli. Unaanza biashara kwa ugumu, unaanza kazi kwa ugumu. Sasa unajua unaweza ukaanza kwa ugumu lakini baada hata muda kidogo kuna ka breakthrough kanatakiwa katokee. Sasa wewe huoni breakthrough mwaka wa kwanza, unafanya kwa ugumu mwaka wa pili, kwa ugumu mwaka wa tatu, kwa ugumu mwaka wa 4. Hapo pana roho ya Farao. Bwana Yesu apewe sifa. Leo nataka tuangalie pointi nyingine, alafu tupate nafasi ya kwenda kuomba. Nataka tuangalie pointi ya 3. Pointi ya 3, roho ya Farao hufuatilia ili kurudisha nyuma. Inakufuatilia ili kukurudisha nyuma. Inakufuatilia ili kukurudisha nyuma. Kitabu cha Kutoka ule mlango wa 14 na mstari ule wa 5. Naomba utokee Kutoka 14 mstari wa 5 hadi ule mstari wa 7. Kutoka mlango ule wa 14 na mstari ule wa 5 hadi ule mstari wa 7. Anasema mfalme wa Misri akawaambia ya kuwa wale watu wamekwisha kukimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa kinyume, iliwe kinyume chao watu. Na wakasema, ni nini jambo hili tulilolitenda kwa kuacha Israeli waende zao wasitutumikie? Naona ile swali wanajiuliza. Manake waliwashikilia, Mungu akaleta mapigo, wakawapa nafasi wakaenda. Lakini walipoenda wakasema wakaanza kuwafuatilia tena. Kwa hiyo ni roho ambayo unaweza ukafanya maombi ukapata ka breakthrough fulani. Ukishapata ka breakthrough wewe una relax, kumbe yenyewe inakufuatilia. Inajua lazima huyu tu kuna mahali nitambana na nitamrudisha Misri. Unajitahidi, labda unakuta uje kuona mtu anaokoka kabisa. Ameacha labda hata ulevi, ameacha mambo ya dunia, anaokoka kabisa. Anakuja kanisani, anakaa kiti cha mbele, anaomba vizuri, ananena kwa lugha. Ile roho inamfuatilia tu. Inamfuatilia. Inafika mahali inaweza taratibu inataka kumrudisha wapi? Misri. Inashangaa inamrudisha aidha kwenye maulevi, inamrudisha kwenye zinaa, inamrudisha kwenye mambo ambayo yeye mwenyewe alishafanya maombi ya kuomba mpenyo na kutoka kwenye hilo eneo, lakini bado inamrudisha. Okay, ngoja nizungumze kwa lugha hii. Mabinti na vijana wadogo watanielewa. Hii roho unakuta sasa umeamua kuachana na boyfriend yako au girlfriend wako. Umeamua kusema sikutaki, nasimama na Yesu wangu, sitaki usinizoee kwa jina la Yesu. Anakwambia haya, kama umesema tuachane, haya. Inakuacha baada ya wiki moja na kutumia message mambo. Anaanza kufanyaje? Anaanza kukufuatilia. Mmeachana miezi 6, anakwambia mambo. Anatataka kukurudisha kwenye yale mahusiano ili uendelee kuteseka. Umeteseka, umesema chakuja kuniua kwenye mahusiano ni nini? Na achana na mahusiano. Sitaki mahusiano kabisa. Sitaki, shindwa shetani. Tena umeniingiza kwenye mahusiano kabla ya wakati wangu, shindwa. Unakemea, sawa, anakuambia hamna shida. Umeshanikemea mimi, nimekaa pembeni, kwani kuna shida? Hakuna shida. Lakini itaendelea kukufuatilia. Inafika mahali inakubana tu, inakwambia kwani usirudiane na huyu mtu? Kwa sababu hata Israeli walifika mahali kwenye bahari ya Shamu wakasema ni afadhali tungerudi Misri kuliko kuendelea na hii safari, maana tunaona hapa hamna njia. Nimeachana na huyu kijana, nategemea sasa waje vijana wazuri wa kunioa. Sioni hata kunisemesha, hata kuniambia mambo. Yaani wananikaushia, wananipita kama basi lilojaa. Si afadhali tu nirudiane na huyu? Kwa hiyo unarudi hapo, unaendelea kuteseka. Inahakikisha inakunyanyasa vibaya mno. Unaendelea kukongoroka. Unatembea kama spoko ya baskeli barabarani. Haitaki upate breakthrough, either ni kwenye mahusiano. Itakufuatilia. Lengo ni kukurudisha nyuma, inakurudisha kwenye mahusiano ya maumivu. Unaweza ukapambana, labda ni mama uko hapa ni mchacharikaji mzuri tu. Unapambana labda umekopa. Unakopa, unajitahidi, wanakusumbua kidogo hapo kwenye vikopo unalipa. Unasema, yani nimeapa, sirudi tena kwenye mikopo.
ile roho inakufuatilia. Inakwambia kuna mkopo nafuu, ule wa kwanza ulikuwa unakubanabana, kuna huu hapa. Unaonaje? Masharti nafuu kabisa. Mama unaonaje? Wewe unapiga jicho unasema hii hata hii mimi nalipa tu, mbona nalipa? Kumbe ile roho inakufuatilia, inataka urudi kwenye madeni. Uendelee kuishi maisha ya stress. Unaanza kuwaza nalipa lini deni, nalipa lini deni. Mungu amekusaidia umetoka, lakini hii roho ina tabia ya kufuatilia. Haikuruhusu kaenda. Unaweza ukafanya maombi ukapata breakthrough ya jambo fulani, alafu ukaacha kabisa maombi. Wewe unaendelea zako na safari, unasema zile roho nimeziacha Misri. Kumbe mioyo ya wale wakina Farao imejeuzwa. Inafanyaje? Inakufuatilia. Kwa hiyo hizi roho zina tabia ya kufuatilia watu kwa lengo la kuwarudisha nyuma. Yaani linaweza likakufuatilia ili likurudishe kwenye makosa, urudi nyuma. Uishi yale maisha ya Kimisri. Umeshayakana tena kwa jina la Yesu na umeapa kupitia hata neno la Biblia, lakini inachotaka ni kukurudisha Misri. Farao huyu aliyepigwa ndio Farao huyu aliyesema kwamba watu tunawapaje nafasi ya kuondoka. Wakatengeneza jeshi, wakaandaa jeshi kubwa, tuwafuatilie, tutawarudisha, hata kwa nguvu tutawarudisha. Kwa hiyo ni roho ambayo ina tabia ya kurudisha mtu nyuma. Unafanya kitu kizuri au kuna makosa uliwahi kufanya, itakurudisha tu kwenye yale makosa. Usipokuwa makini kwenye hilo kosa ulilofanya, labda mwaka huu, mwakani unaweza ukalifanya. Inaweza kama ni kosa umelifanya kwenye biashara, unaweza ukashangaa mwakani umerudia kosa hilo. Mwaka kesho kutwa umerudia kosa hilo. Mwaka kesho kutwa umerudia. Kwa hiyo ina tabia ya kukurudisha kwenye makosa au kukurudisha nyuma. Urudi tu nyuma. Kila kitu unasema mimi naenda mbele. Haikuzuii usiende mbele. Kuna mahali utaenda lakini yenyewe inakuja nyuma. Inakufuatilia kutoka nyuma, inakuja inakukamata, inakurudisha. Aidha ni kwenye makosa, inakurudisha kwenye matatizo, inakurudisha kwenye msongo wa mawazo, inakurudisha kwenye mashida. Unakaa baada ya muda fulani umesema, asante Yesu, nimetoka kwenye hivi vifungo. Lakini baada ya muda inatamani ile roho ikukamate na kukurudisha. Ina tabia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tunapoiona hii roho ya Farao, tusiichukulie simple, kwa sababu ni roho ambayo pia ni sugu, haisikii. Pamoja na mapigo yote inapigwa, lakini bado ina tabia ya kufuatilia watu. Sasa nataka nikwambie tabia za hii roho ya Farao. Kwanza, tabia ya roho ya Farao inachukia maendeleo ya mtu. Inachukia. Yaani ile roho ya Farao ilipoona watu wanatoka kwenye Misri, yani wanatoka kiuchumi, wanatoka kimaisha, wanapata breakthrough kwenye ndoa, inachukia, haitaki kuona watu wanaendelea. Kwa hiyo hii roho inachukiaga kuona watu wanaendelea. Kwa hiyo inahakikisha inafanya chochote inachoweza kufanya ili usifanikiwe. Kwa hiyo ilipoona wao wana wa Israeli wanatoka kwenye maisha ya utumwa, ilichukia. Kwa hiyo inatamani kuwarudisha kwenye utumwa. Ilipoona hao watu kwamba wakienda kwenye nchi ya kwao wataenda kujenga miji mikubwa, maana walipokuwa Misri walikuwa ni wafanyakazi wakubwa, ndio walioijenga Misri kwa kipindi hicho, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi za ujenzi. Walikuwa wako vizuri, walikuwa ni wazalishaji wazuri kwenye kilimo, kwenye nini, mpaka kwenye uzao walikuwa wanaongezeka kwa kasi. Kwenye kila eneo wenyewe walikuwa wanaongezeka. Sasa hii roho inachokifanya inachukia, ina tabia ya kuchukia. Inaweza ikamwingia mtu. Umefanikiwa tu kidogo, anaanza kusema yule anaringa bana, achana naye. Hii roho inaweza ikamvaa mtu kabisa, akaanza kukuchukia na alikuwa rafiki yako. Ndio maana mimi kwenye maisha huwa kuna msemo mmoja napenda kuambia watu. Nawaambia katika maisha hakuna rafiki wa kudumu wala hakuna adui wa kudumu. Rafiki yako leo anaweza kuwa adui yako kesho, na adui yako kesho anaweza kuwa rafiki yako. Kwa hiyo yule ambaye unaweza kusema huyu hawezi kuwa rafiki yangu, na kuambia kesho anaweza kuwa rafiki yako. Usidharau mtu. Na yule anasema huyu ni rafiki yangu, sio ni mnaita sio my best, sio my nani. Mimi nataka nikwambie kesho mnaweza mkama maadui. Mnapita hapo mnaangaliana kama manyanya chungu. Ukitokea mlango huyu anatokea mlango huo, hamuonani. Lakini mlikuwa marafiki wa kupika na kupakua, mlikuwa mashoga kweli kweli. Kwa hiyo hii roho ina tabia hiyo. Inaweza ikatengeneza chuki hata kwa shoga yako. Kuna watu nikiongea hapa nawakumbuka mashoga zao walivyowasaliti. Haleluya. Anasema kweli mimi alikuwa rafiki yangu, yani mimi sijui nini. Unaweza kata amenunua iPhone chako tu kujipooza moyo. Anachukia, yeye yuko kwenye Kim Phoenix. Kwa ni roho ambayo inachukia maendeleo ya watu. Usipoigundua itakutesa sana.
Tabia ya kwanza, hii roho ya Farao inachukia maendeleo ya watu. Tabia ya pili, nataka tuangalie tabia ya pili. Tabia ya pili, inatumia nguvu kushambulia. Inatumia nguvu kushambulia. Hiyo tunaipata hapa, hilo andiko kwenye Kutoka 14 ule mstari wa 7. Inatumia nguvu kushambulia. Nataka utokee, anasema tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Wamisri na maakida juu ya magari hayo yote. Manake alichukua magari yote yaliyokuwa kwenye nchi ya Misri. Akasema tutahakikisha tunaongeza jeshi. Hawa jamaa lazima tuwarudishe kwenye nini? Kwenye utumwa. Kwa hiyo inatumiaga nguvu kuleta mashambulizi. Kwa unaweza ukashangaa umepata ka breakthrough kadogo, lakini baada ya muda unaweza ukashangaa mambo yanageuka kichwa chini miguu juu kwa ghafla, mpaka unajiuliza, mbona kama hichi kitu nilishakiombea, mbona matatizo ndo yanazidi kuongezeka? Ni hii roho ya Farao. Kwa hiyo inatumia nguvu sana kushambulia. Namba 3, roho ya Farao hushambulia karibu na ushindi. Roho ya Farao inashambulia karibu na ushindi. Manake inakuacha saa nyingine umefika sasa, unaona breakthrough ndo hii hapa, labda kesho ndo naenda kusaini contract, kesho ndo naenda close deal kwenye biashara, kesho ndo naenda kufanya jambo fulani. Yani inakushambulia hapo karibu na ushindi wako. Umefika, mnataka kuoana, unashangaa inaingia kazini hilo. Tuwekee andiko, labda kiongea kwa lugha ya andiko mtanielewa. Anasema Wamisri wakawafuata nyuma yao farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pihathori, kukabili Baali Sefoni. Kwa hiyo unaona waliwafuatilia mpaka walipokuwa sasa, manake kwenye bahari ya Shamu ni karibu na ushindi. Wanatakiwa wavuke sasa waende kwenye kiwango kingine cha maisha, manake bado walikuwa kwenye ardhi ya Misri. Sasa waondokane na maisha ya utumwa. Sasa hii roho inasema haumwezi kuondokana na maisha ya utumwa. Kwa hiyo inakuvizia, unakaribia breakthrough, inakushambulia. Inashambulia karibu sana. Mmefika sijui ndio mmeanza processes za mahusiano nani, mmeenda sijui kwenye mambo ya engagement, mnashangaa mnagombana, mnaachania hapo hapo. Au unashangaa siku ya ndoa kijana anapotea, haonekani kanisani, au binti atokezi. Kijana anaangalia huku na huku, mbona atokezi? Unaachwa hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni roho ambayo inashambulia karibu sana. Karibu na breakthrough ya watu, hii roho huwa ndio inaanza kutenda kazi kwa nguvu. Kuna watu walikuwa karibu na kufanya na kukamilisha dili fulani za kibiashara. Anasema kesho ndo napokea hiyo hela. Kesho hiyo dili inaharibika na hiyo pesa upati. Unasema kesho naenda kusaini mkataba. Kesho inafika mkataba hausaini na hiyo biashara ya mkataba inakufa. Kesho inafika unasema naenda kufanya jambo fulani. Kesho hilo jambo halitokei. Inaharibika. Kwa sababu hii roho ina tabia hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Tusonge mbele kidogo. Nataka tuangalie kitu kingine. Ni jinsi gani hii roho inavyotushambulia leo. Ni jinsi gani hii roho inavyotushambulia leo. Kwanza, huanzisha vita vya fikra. Namba 1, inatushambulia kwa jinsi gani? Lazima ujue namna gani inashambulia. Inaanza kushambulia kwenye eneo la fikra. Kitabu cha Kutoka, ngoja tuangalie hilo andiko. Inaanza kushambulia kwenye eneo la fikra. Kutoka 4:14, kutoka ule mlango wa 14 na mstari wa 12. Anasema neno hilo silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali tuwatumikie wa Misri kuliko kufa jangwani. Hawa watu walipoona jeshi la Wamisri linakuja ghafla, akili zao zikabadilika, kwamba tusiende mbele, tuamue kurudi nyuma, tusarende. Turudi wapi? Nyuma. Tukubaliane na Wamisri, tutakula tutakunywa, na watoto wetu watakula watakunywa, maisha yataendelea. Lakini huku tunakoelekea, kwa hiyo ni roho ambayo inashambulia nini? Fikra. Ilianza, wale watu walikuwa na fikra za kitumwa. Kwa hiyo ilikuwa imewabana kwenye fikra za kitumwa kiasi kwamba wametoka kwenye utumwa lakini bado wanafikiri kitumwa. Hata leo inashambulia maisha ya watu.
Unaweza ukaomba hapa kwenye madhabahu na chomoka kwenye roho ya umaskini, lakini bado unawaza kimaskini, bado unafikiri kimaskini, bado unaenda kimaskini, bado unavaa kimaskini, bado unaongea kimaskini. Nini? Ni hii roho. Mwangalie mwenzako, mwambie ipo kwako. Tunaikemea kwa jina la Yesu isiyo kwenye maisha yako. Kwa hiyo kwanza inafanya mashambulizi ya fikra, vita vya fikra hivyo. Namba 2, husababisha usaliti wa ghafla. Usaliti wa ghafla. Hii inaweza ikasababisha hata watu kusalitiana. Andiko la hapo ni kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 5. Anasema mfalme wa Misri aliwaambia ya kuwa wale watu wamekwisha kukimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa kinyume cha hao watu. Iligeuzwa kinyume cha hao watu. Watu wanaweza kukugeuka. Hilo inaweza ikaingia ndani ya watu wakakugeuka ghafla tu. Watu hao walimgeuka Musa. Musa anamwambia Mungu amesema tunatakiwa tuende kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali. Wamefika wanamwambia Musa, sikiliza, hizi biashara zako achana nazo. Wewe ndio umesababisha tukapitia mambo yote haya. Tumepita maisha magumu, tumeteswa na manyapara wa Kimisri, bado wanatufuatilia. Wewe Musa, achana na sisi. Tunatafuta mtu atakayeturudisha wapi? Misri. Kwa hiyo ni roho ambayo inazalisha usaliti wa ghafla unatokea. Wale kwa wale wanaanza kusalitiana wao, wanamsaliti Musa ambaye ametumwa na Mungu, mtu wao wa karibu, ndugu yao. Kwa hiyo roho inaweza ikasababisha hata ndugu zako wakakusaliti kabisa. Ndugu mliotoka tumbo moja wakakusaliti, au wakakuuza hapa mjini. Ni ndugu zako, wala sio marafiki wa mbali kabisa, ndugu zako. Ni ndugu wa familia, wengine ndugu wa ukoo, wanakuuza ghafla. Kuna roho ya usaliti inaamka. Kingine, nataka tuende mbele kidogo sana, nataka tupate nafasi ya kuomba. Huzuia mafanikio mwisho. Huzuia mafanikio ya mwisho. Yaani saa ingine pale mwishoni kabisa unapoona sasa hapa, yani naenda kutoka, inakuzuia. Kwa sababu walipoona sasa hapa tunaenda kutoka kwenye nchi ya Misri, hii roho inataka kuwazuia wasitoke. Na hii roho inawazuiaga watu wengi. Wanataka kutoka kwenye kiwango fulani cha maisha waende kwenye level nyingine ya maisha, inawazuia, inawakandamizia hapo hapo. Wanaishi kwenye maisha hayo, kiwango hicho cha maisha, na wanafika mahali mpaka wanaona ndo lifestyle yao. Kwa hiyo ukiwaambia kwamba hii level ya maisha ni sawa kwako, wanakwambia yeye hamna shida. Maadamu nalala naamka na Mungu yupo upande wangu, anajifariji na maandiko, maisha yanaendelea. Lakini kumbe kuna kiwango cha maisha Mungu alitaka hawa watu wavuke. Maanake kuvuka bahari ya Shamu ni kwenda kiwango kingine cha maisha, ni kwenda kiwango kingine cha huduma, ni kwenda kiwango kingine cha biashara, ni kwenda kiwango kingine cha kiuchumi. Sasa anakubana pale mwishoni. Unaona alipokuwa anawafuatilia kuwazuia pale wasivuke. Kwa hiyo hilo ina tabia ya kuzuia mwishoni kabisa usivuke kuingia kwenye mafanikio ya kwako. Sehemu ya 3 nataka tuangalie mwisho. Nataka tuangalie ni kwa nini inakufuatilia. Ni kwa nini hilo ya Farao inakufuatilia? Nataka tuangalie vitu kama viwili. Cha kwanza, anataka kutumia nguvu za vipawa vyako. Anataka kutumia nguvu za vipawa vyako. Farao alishagundua hawa watu wana nyota nzuri. Wana kisimati kizuri. Maana tangu wamekaa kwenye hili taifa, nimeona taifa hili limeendelea kwa kasi. Kwa hiyo wanakushikilia kwa sababu nyota yako ina faida kubwa sana. Either ni kwenye biashara, ni kwenye siasa, au ni kwenye mambo mengine. Kwa hiyo ni nyota yako au kipawa chako. Kwa sababu hicho kipawa kina manufaa kwa upande wake. Kwa hiyo anapokushikilia, manake lengo ni kwamba aendelee kufaidika. Anakubana kwenye biashara, aendelee kufaidika. Anakikubana kwenye ndoa, aendelee kufaidika. Akikubana kwenye huduma, aendelee kufaidika. Kwa sababu gani? Kwa sababu anataka kutumia nguvu za vipawa vyako. Hawa watu walikuwa na vipawa vya kufanya kazi. Wana wa Israeli walikuwa ni wafanyaji wa kazi, walijenga miji kwenye nchi ya Misri. Yale mapiramidi tunayoyaona waliyajenga, na miji ya Farao, Biblia inasema walijenga miji ya Farao. Kwa hiyo ni roho ambazo zinafanya kazi hiyo. Zinafika mahali zinasema hawa watu wana kipawa kizuri, huyu mtu ana kisimati kizuri. Kuna binti mmoja nilikutana naye mwaka 2014, nikawa nimemfanyia huduma. Nikamwombea yule binti, alilipuka mapepo, alafu akasema nyota yake inatumiwa na mtu. Na huyo mtu alikuwa ni mwanasiasa, sasa usiniulize ni nani, na wala sikwambii ni nani, lakini alikuwa anatumiwa. Na
kwa sababu walipoiona yale mapepo yakaona huyu mtu ana nyota ya uongozi, yakaichukua. Sasa yule mwanasiasa kwa sababu hana nyota ya uongozi wakamwekea. Kwa hiyo anaongea mbele za watu, wenyewe mnajua huyu jamaa ana kisimati cha uongozi, kumbe hii anatumia nyota ya mtu. Sasa tulipofanya maombi, mimi nakumbuka kabisa aliondolewaga kwenye hiyo nafasi. Na alipoondolewa kwenye hiyo nafasi, yule binti naye alikuwa hamna hata, amefika hata umri wa kuolewa, hamna hata kijana anamsemesha. Anakwambia mimi hata kuambia mambo siambiwi. Mpaka najiuliza, mimi unajipakaga mavi usoni? Nikamwambia hamna, wewe mbona mzuri tu, hauna shida. Baada ya kumfanyia maombi, aliambiwa mambo mpaka kuna vitu vingine sitaki kuvisema. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa nataka nikwambie kwamba hii roho kuna vitu inaona kwako ni vina thamani. Hairuhusu wewe uendelee. Inataka ivitumie kwa faida yake. Inataka itumie nguvu zako kwa faida yake, kipawa chako kwa faida yake, uwezo wako kwa faida yake, akili yako kwa faida yake. Tunaendelea mbele kidogo. Tunaangalia jambo lingine. Jambo lingine. Hii roho anataka kukuweka chini ya utumwa wa kudumu. Anataka kukuweka chini ya utumwa wa kudumu. Tabia ya hii roho ni kwamba inataka wewe uendelee kuwa mtumwa tu maisha yako yote. Usitoke kwenye ishu ya utumwa. Uendelee kukaa. Ndio maana ukisoma kitabu cha Kutoka ule mlango wa kwanza, naomba utuwekee ule mstari wa 13 na 14, nataka uone kitu hapo. Wakafanya maisha yao kuwa na uchungu kwa kazi ngumu. Nataka uone, wakayafanya maisha yao kuwa na uchungu kwa kazi ngumu, kazi za chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi za mashamba. Kwao kazi yao zote walizowatumikisha kwa ukali. Manake wanataka waendelee kuwatumikisha, wanataka waendelee kuwa watumwa. Ndio tabia yake. Inataka uendelee kuishi kama ni kwenye uchumi, uwe na utumwa wa kiuchumi wa kudumu. Kama ni mahusiano, uwe na utumwa wa kimahusiano wa kudumu. Kama ni mahusiano ya ndoa, ni mahusiano ya uchumba, hivyo hivyo inakushughulikia. Unataka ukae hapo kwenye utumwa wa kudumu. Kazini inataka ukae kwenye utumwa wa kudumu. Haupati promotion kazini. Unafanya kazi miaka yote, unashangaa watu wanakuja wanakupita shwa wanaenda. Alafu mwingine anakuja unamfundisha kazi. Baada ya miezi 2-3 ni bosi wako. Unaendelea kukaa chini. Kwa hiyo ina tabia hii roho. Tunamaliza vipi? Ya tuangalie mwisho. Sehemu ya 4 ambayo ni mwisho. Mkakati wa ushindi dhidi ya roho ya Farao. Kuna mikakati kama 3. Mkakati wa kwanza, simama bila hofu. Hii roho ya Farao ina tabia ya kushinikiza hofu ndani ya watu. Usiwe na pressure ya maisha, usiwe na hofu. Ina tabia ya kuwaingizia watu nini? Hofu. Ndio maana unaona walipokuja Israeli wakatamani kurudi Misri kwa sababu ya hofu. Wanatamani kurudi nyuma kwa sababu ya hofu. Kwa hiyo kuna saa inaweza ikakuletea pressure, unakuwa na hofu, unaamua kurudi nyuma. Kama ni kwenye uchumi, ulikuwa uko kwenye mapambano ya kutaka kupata breakthrough ya kiuchumi, inatamani wewe uingize hofu, urudi nyuma. Kama ni kwenye ndoa, ni mahusiano, hivyo hivyo urudi nyuma. Kama ni kwenye biashara, urudi nyuma. Kama ni kwenye eneo lingine la maisha yako, urudi nyuma. Namba 2. Linda kinywa chako. Linda kinywa chako. Kutoka 14:14. Yaani fasiri kutokea hapo tena. Linda kinywa chako. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Unajua kuna saa unaongea mavitu. Sikiliza. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atawapigania ninyi. Kwa hiyo unatakiwa ulinde kinywa chako kwa sababu Mungu atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Nami natangaza jioni ya leo, Mungu akakupigania dhidi ya hii roho ya Farao. Ikiwa ni kwenye ndoa, ikiwa ni kwenye uchumi, ikiwa ni kwenye biashara, ikiwa ni kwenye kipawa, ikiwa ni kwenye eneo lolote la maisha yako, Mungu na akakupiganie, watanyamaza kimya. Na nataka nikwambie, haijalishi watu wanakuona vipi, Mungu atakupigania nao watanyamaza kimya. Haijalishi wanakusema, haijalishi wanakudharau, haijalishi wanakuona kwamba una maisha ya chini leo. Nataka nikwambie kwa neno la Bwana, Mungu atakupigania na utanyamaza kimya, na wao watanyamaza kimya kwa sababu Mungu wako ni mkubwa kuliko wao. Haleluya. Tunamaliza. Endelea kusonga mbele. Endelea kusonga mbele. Mstari wa Kutoka 14 mstari wa 15. Nataka tumalize hiyo. Endelea kusonga mbele. Bwana akamwambia Musa, mbona mnanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Ukitaka kuishinda hilo, pamoja na Mungu kukupigania, lakini unatakiwa kuendelea mbele. Sio Mungu anakupigania alafu umekaa hivi.
unasema Baba nakushukuru kwa sababu umenipigania. Mungu akikupigania, kama ni kwenye uchumi unatakiwa uendelee mbele. Kwenye eneo lolote, kama ni kazini unatakiwa uendelee mbele. Kwenye eneo lolote la maisha yako unatakiwa uendelee mbele. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu wako ameshakupigania, anakupa nafasi ya wewe kuendelea mbele. Na nataka nikwambie, kwa sababu hii roho ina tabia ya kufatafata watu. Na Mungu alitaka kabisa kumaliza hii vita ya Farao kibingwa. Nikikwambia alitaka kuimaliza kibingwa ni nini? Alitaka, kwa sababu hii roho ina tabia ya kufatafata, ilikuwa inafatafata wana wa Israeli. Inataka waendelee kuishi maisha ya kitumwa. Hilo Mungu akasema, okay, Musa, hamna shida, nyie endeleeni. Endeleeni mbele. Kuna kitu nitamfanya Farao hata kasahau maisha yake yote. Na kwa sababu na ile roho ina kiherere cha kufuata, Mungu akafungua bahari, wakavuka. Na wale kwa sababu wana kiherere wakafata. Kilichotokea, Mungu aliwazika wote kwenye maji. Kwa hiyo nataka nikwambie, haijalishi roho inakufuatilia, leo unavuka bahari ya Shamu. Na unapoenda kuvuka bahari yako ya Shamu, huyo Farao anayekufuatilia, Mungu leo anaenda kumzika kwenye maji ya bahari ya Shamu. Nataka nikwambie, haijalishi Farao anakufuatilia vipi, utamzika kwenye bahari ya Shamu na utamsahau. Na utakapokuwa unaendelea mbele, nyuma yako hakutakuwepo na Farao tena. Kwa sababu nini? Kwa sababu Bwana amemzika kwenye bahari ya Shamu. Leo Farao wa kwako anaenda kuzikwa kwenye bahari ya Shamu. Simama kwa miguu yako. Farao wa kwako anaenda kuzikwa kwenye bahari ya Shamu. Wangapi wanatamani Farao wao leo wazikwe? Biashara za hii roho kukufuatilia hii, ni leo tunatakiwa tuzimalize kwenye hii madhabahu hapa. Mungu aizike hii roho kabisa. Inakufuatilia kwenye mahusiano, aizike. Kwenye huduma, aizike. Yaani inazikwa. Mungu alimzika Farao kwenye maji. Asubuhi wa Misri wanakutana na mizoga ya nini? Wanakutana na mizoga ya nani? Waisraeli wanakutana na mizoga ya Misri imesambaa huko ufuoni mwa bahari. Mungu alizika wa Misri wote kwenye bahari ya Shamu. Na leo kwa neno la Bwana, Mungu akawazike hao mafarao wanaokufuatilia kwa jina la Yesu Kristo. Nataka tupate nafasi ya kuomba. Tushughulike na hichi kipengele. Pamoja na maombi ya vita tutakayofanya hapa ili upate breakthrough. Lakini nataka nikuhakikishie, leo Farao wako lazima azikwe. Leo Farao wako lazima azikwe. Atake asitake, awe na jeuri asiwe na jeuri. Nataka nikwambie, ujeuri wote wa Farao uliishia kwenye bahari ya Shamu. Ujeuri wote wa hiyo roho ya Farao inayekufuatilia, leo Mungu anaumalizia kwenye hii madhabahu. Ujeuri wake utaishia kwenye hii madhabahu. Hii madhabahu ni bahari ya Shamu. Kazi yake ni kumeza mafarao yote kwa neno la Bwana. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako. Asante kwa baraka zako. Asante kwa kibali chako. Tumesogea mbele zako jioni hii ya leo. Ninaomba unirehemu na unisamehe. Yamkini kuna mahali nilifungua mlango, hii roho ya Farao ikawa inafuatilia maisha yangu, ikataka kuniweka chini ya utumwa. Utumwa wa dhambi, utumwa wa kiuchumi, utumwa wa kimahusiano, utumwa wa kazini na utumwa kwenye maeneo mbalimbali ya maisha. Baba, ninaomba unirehemu na kunisamehe mahali nilipofungua mlango, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Leo hii damu yako Yesu iliyomwagika pale msalabani ikamiminike juu ya maisha yangu. Fungua mlango wa bahari, uzike hii roho ya Farao inayonifuatilia, nisifikie kwenye hatima yangu, nisifikie kwenye baraka zangu, nisifikie kwenye kilele changu cha mafanikio, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na roho yoyote ya Farao inayosukumwa na masanamu ya Misri na wachawi na waganga na wasoma ramli, kwa jina la Yesu naisambaratisha sasa, naisambaratisha sasa, naisambaratisha sasa, naisambaratisha sasa, naisambaratisha sasa. Ingia kwenye ulimwengu wa roho, anza kusambaratisha hiyo roho. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo, nimesimama kwenye madhabahu yako Bwana, nikiwaombea watoto wako walioko mahali hapa na wale wanaotufuatilia online mahali kwa njia online TV na kwa njia ya radio. Baba, ninaachilia damu ya Yesu ikapate kupenya katika ulimwengu wa roho sasa, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya Farao inayowafuatilia ili kuwazuia wasifike kwenye kiwango chao cha mafanikio, wasifikie hatima yao, ninaingia
katika ulimwengu wa roho, ninapiga hilo roho la Farao na kulisambaratisha kuanzia sasa katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu kaanze kupita sasa. Hiyo roho iliyokwenda kuzuia usiendelee mbele, usiendelee mbele, ianze kusambaratishwa, ianze kusambaratishwa. Roho inayekuzuia usiendelee mbele kazini kwako, isambaratishwe. Inayekuzuia usiendelee mbele kwenye biashara yako, isambaratishwe. Roho inayekuzuia usiendelee mbele kihuduma, isambaratishwe kwa jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu. Rasataka vazonda bahanda risa la vazanda babadia nderebosika rapa korosiki ya shanda rabosia risa takazanda babadia masataka vazonda rili vizanda babahande rebosokia rekresota bazanda babadia karabasanda rabosia risa takazoba randa rabosiki kiriasia katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya Farao inayetamani kukurudisha nyuma, leo hii tunaiambia, tunakuzika kwenye bahari ya Shamu. Hutawafuatilia hao watu, watafika Kanaani ya kwao. Wewe unayewazuia wasifike Kanaani. Hizo roho za kifarao zilizosimama nyuma ya wachawi na waganga na wasoma ramli, na zikamata kwenye ulimwengu wa roho na zifunga na kuzitupa kwenye ziwa la moto katika jina la Yesu. Ziachilie maisha yako, ziachilie familia yako, ziachilie ndoa yako, ziachilie mume wako, ziachilie watoto wako, ziachilie maisha yako, ziachilie biashara yako, ziachilie kazi yako. Kwa jina la Yesu zinaenda kuachia sasa. Moto unapita katika ulimwengu wa roho sasa. Tunaachilia moto, tunaachilia moto. Wacha moto wa Mungu shuke kutoka mbinguni kama Bwana alivyoshusha viberiti vya moto akaiteketeza Sodoma. Tunashusha viberiti vya moto, tunateketeza haya maroho ya Farao yanayofuatilia maisha yako, yanayofuatilia watoto wako, yanayofuatilia ndoa yako, yanayofuatilia huduma yako, yanayofuatilia mahusiano yako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hizo roho zinakuachia, hizo roho zinakuachia, hizo roho zinakuachia kwa jina la Yesu. Hazitashikilia watoto wako, hazitashikilia huduma yako, hazitashikilia kipawa chako, hazitashikilia karama yako. Utaenda kuinuka kihuduma, utainuka kikarama kwa jina la Yesu Kristo. Unaenda kuinuka kiuchumi, hazitakukandamiza tena, hazitakufuatilia tena kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la huduma, kwenye eneo la karama, kwenye eneo la vipawa, kwenye biashara, kwenye mahusiano ya ndoa, kwenye mahusiano ya uchumba. Hazitakufuatilia kwa jina la Yesu. Kwenye masomo yako hazitakufuatilia. Yamkini zimekurudisha nyuma, umerisiti muda mrefu. Natangaza kwa neno la Bwana, hizo roho zinapinduliwa, hizo roho zinaharibiwa, hizo roho zinapinduliwa, hizo roho zinaharibiwa, zinasambaratishwa, zinaachia maisha yako, zinaachia watoto wako, zinaachia huduma yako, zinaachia karama yako, zinaachia kipawa chako kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Zinavunjwa vunjwa, hazitasalia. Leo ni mwisho, leo ni mwisho. Lazima zikazikwe. Tunazizika kwenye ziwa la moto katika jina la Yesu. Hazitasimama juu yako. Tunazifunga kwa minyororo na pingu, tunazitupa kwenye ziwa la moto. Resa takavazanda risa lavazanda babadia rapa korosikiri yashira rika sanda rabosia rimanda rabasaika rekresota vazanda kanda rabosikiri yashira risa lavazanda babadia karabasanda rabosia katika jina la Yesu. Yes, kuna mtu naona anatolewa kwenye biashara. Ralavazanda babadia nderebosia. Kuna mwanaume mmoja naona biashara yake inafunguliwa. Risa takavazonda rapa korosata brazavia reka sata kazova bahanda. Alikuwa kwenye karibia, alikuwa anawaza kufunga. Neno la Bwana linasema usifunge hiyo biashara, maana Farao wako leo anazikwa hapa. Risa takavazonda mandarabosikiri yashira katadazova bayanda katika rabasando babadia, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Risa lavazanda. Huyo Farao aliyekuwa anafuatilia mahusiano yako ya ndoa leo anazikwa kwa jina la Yesu Kristo. Hata kufuatilia tena kama Bwana alivyomzika yule Farao katika bahari ya Shamu. Mungu anaenda kuwazika Farao na majeshi yake yote, majeshi ya wachawi, majeshi ya waganga, majeshi ya warozi, wapiga ramli walioshirikiana na Farao kutaka kukurudisha nyuma. Bwana leo anawazika kwa jina la Yesu Kristo. Risa vakapasheta resa lavazanda babadia rapa korosata brazavia. Hiyo roho inataka kukurudisha kwenye magonjwa. Kuna mtu aliugua akapona, hasa hiyo hali ya huo ugonjwa inarudi. Sikia neno la Bwana, Mungu anakutoa kwenye hiyo hali kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji hapo ulipo. Kanda rabosikiri yasira rika sanda rabosaika reka safa kapashatada reseleva zanda babadia rapa koseta bahande risa lavazanda bahando rikrazovia bahanda rapa kosita bahande kiria sata bazovia, katika jina la Yesu, katika damu ya
Yesu maisha ya watu yanafunguliwa. Kwa jina la Yesu tunakutangazia, Farao hutatuona tena. Malaika wa Bwana simamia hii vita. Hakikisha watu wote walioko mahali hapa, hakikisha watu wote walioko online, hakikisha wanaotufuatilia kwa njia ya redio leo wanavushwa, leo wanavushwa, watu wanavushwa kiuchumi. Tunatangaza, malaika wa Mungu simamia hii mission, hata mmoja asisalie, wote wakavushwe pamoja na familia zao, pamoja na watoto wao, pamoja na huduma zao, pamoja na vipawa vyao. Leo vinaenda kuvushwa. Rekekekeke zova handa ziba hanta bazova bahanda zamba baba shkarabazovia, katika jina la Yesu. Mungu anaenda kuvusha watu, Mungu anaenda kuvusha watu. Kuna watu naona wanavuka, kuna watu naona wanavushwa, kuna watu naona wanavushwa. Kuna mtu anavushwa kwenye biashara, kuna mtu anavushwa kwenye biashara, kuna mtu anavushwa kwenye mahusiano, kuna mtu anavushwa kwenye huduma, kuna mtu anavushwa kwenye kipawa chake. Huduma yake ninaona inainuka ghafla. Risa vazanda babadia maseka vazoga bahanda rekresota brazevia rika pasova bahande rika pasanda rabosia. Hayo mahusiano yako leo yanavushwa. Haijalishi Farao yameyafuatilia kwa muda wa miaka 400 na kutangazia kwa neno la Bwana. Leo unaenda kuvuka kwenye ndoa yako, leo unaenda kuvuka kwenye hiyo biashara, leo unaenda kuvuka kuanzia sasa kwenye huduma ya kwako, kwenye kipawa na karama yako. Mungu anaenda kukuvusha. Hautakuwa kama ulivyo, hautakuwa kama ulivyo. Mungu anaenda kufungua mlango mwingine mkubwa, mlango mwingine mkubwa, mlango mwingine mkubwa, mlango mwingine mkubwa, mlango mwingine mkubwa. Yes, yes, endelea kuomba. Kuna kitu nakiona kwenye ulimwengu wa roho. Nimeona ghafla kuna geti limefunguka, watu wanapita, watu wanapita, wanaenda ngambo nyingine. Rekekekeke zova handa zikapasova bayanda rabosia rapakoseta brazavia. Nimeona kuna geti limefunguka katika ulimwengu wa roho. Geti kubwa, lango kubwa limefunguka. Naona watu wanapenya, naona watu wanapenya, naona watu wanapenya, naona watu wanapita, watu wanapita, watu wanapita. Yes, endelea kuomba. Kuna watu wanaendelea kuvushwa, kuna watu wanaendelea kuvushwa, kuna watu wanapita. Endelea kuomba, usinyamaze. Rekekekeke sofa bahanda rezava yandarabosia. Leo Mungu anakuvusha kwenye madeni. Ninasikia sauti ya neno la Bwana linaniambia Mungu anaenda kukutoa kwenye hayo madeni. Hiyo roho ya Farao ile iko kufuatilia kwenye eneo la madeni, leo unavushwa, 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 leo unavushwa. Rika kakaka zova bahanda risa takavava handerebo sotia resala vazanda babadia rapa kosita bazavia rika rabasanda rabosia risika payande rebosoka rika parasanda rabosia. Kuna mtu anavushwa kwenye eneo la uzao, alikuwa hajapata watoto kwa muda mrefu. Ninaona Mungu akifungua tumbo lake sasa na anaenda kupokea watoto dabodabo. Reke satabayande risa takavazando babadia rapa korosota brazada rika sanda rabosika rika mandara bosoko reke pasata bazavia reke sanda rabosika. Hiyo roho ile kwenda kufuatilia ikurudishe kwenye magonjwa, ikurudishe kwenye matatizo. Leo natangaza kwa neno la Bwana, unaenda kuvuka. Hutarudi kwenye hayo matatizo, hutarudi kwenye hayo magonjwa, hutarudi kwenye huo utumwa, hutarudi kwenye hizo shida, hutarudi kwenye hayo maumivu uliowahi kuyapitia kwenye maisha yako. Yamkini umepita kwenye kipindi kigumu cha maumivu, leo unavushwa katika jina la Yesu. Resalevezanda baba shkabezonda rapakoseta bazanda rapakiriasira bazande rilivezanda baba shkavezoya rapakoseta bazavia rapikizava hande rimazavia bahanda rika pasova bayande ririazavia mazonda rekresota vazanda. Yes, masaka payanda rabosika risa lavazanda baba sheda bazaya rapa korosovia basanda. Kuna mtu alikuwa amekata tamaa ya maisha. Sikia neno la Bwana. Mungu anakuvusha leo. Unaenda kutoka kwenye hiyo hali ya utumwa wa Kimisri na Mungu anakuvusha katika jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu na iwe kwako sasa. Reke sata bayande rili vizavi ya mahande rebosotia rikra sata bayande rebosia rapa korosiki riashanda rima sata kazova bayanda manda rabosiki kiriasira rika rabasanda rabosia rili vizanda baba bahanda maseka payande rabosika rasala vazanda baba shkavezoya raseta kazova bayanda rasata vazanda babadia rika sanda rabosia. Yes, haleluya. Manda rabosiki kiki bahande bazovia risata. Mpige Yesu makofi. Karabashanda rabosia, piga makofi kwa Yesu. Risiri ya shanda rabosoko rika sata kapazova bayanda rimanda rabakoko roboko sikiri ya siria. Mungu na ushukuriwe kwa sababu umewavusha, kwa sababu umewavusha, kwa sababu umewavusha. Nataka nikwambie kwa neno la Bwana, maisha yako yamebadilika, maisha yako yamebadilika. Hutakuwa ulivyo. Hao wa Misri ulikuwa unawaona, hautawaona tena milele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nilipokuwa naomba nimeona ghafla kuna lango kubwa limefunguka, nimegawanyika katikati pa.
alafu mwanga mkali ukawa unawaka. Nikawa namuuliza Mungu chini nini? Akaniambia kuna watu wanatakiwa kuvuka leo. Kuna watu wamevushwa. Na tulipokuwa tunaendelea kufanya maombi, naona kwenye lile lango watu wanapita, wengine wanakimbia, wengine wanatembea taratibu, wengine wanakimbia. Nataka nikwambie kwa neno la Bwana, umevuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Umevuka, wewe ulioko hapa, wewe ulioko unatusikiliza kwa njia radio, wewe unatufuatia kwa njia online. Umevuka katika jina la Yesu. Haijalishi ulikuwa unapita wapi, Mungu amekuvusha leo. Huyo Farao utamuona tena. Nataka tumshukuru Mungu kwa hicho kitu ambacho amefanya kwenu. Nataka tumshukuru Mungu. Nataka nikwambie kuna shuhuda zitatoka kuanzia leo baada ya ibada hii kuisha. Andika tarehe ya leo. Mimi sidanganyi. Namwamini ninayemtumikia. Andika tarehe ya leo. Mmevushwa kwa sababu amenionyesha lango limefunguka katika ulimwengu wa roho na watu wanapita. Kwa hiyo mmevuka. Inua kinywa chako, mshukuru Mungu kwa sababu amekuvusha. Mungu, tunarudisha sifa kwako, heshima na utukufu. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Pokea sifa na heshima. Asante kwa sababu neno lako lasema yale yote tunayaomba tuamini kwamba yamekuwa ya kwetu, nasi tumeamini na tumepokea. Asante kwa kufungua mlango mkubwa sana mbele yetu. Asante kwa kuharibu ile roho ya upinzani iliyokuwa inatufuatilia kuturudisha nyuma kimaisha. Mungu na ushukuriwe, Mungu na uinuliwe, Mungu na upewe sifa na utukufu kwa ajili ya kwangu na kwa ajili ya watoto wako walioko mahali hapa, wanaotufuatilia kwa njia online TV, wanaotufuatilia kwa njia online radio. Mungu, asante kwa sababu umewavusha na maisha yao yanaenda kubadilika kuanzia leo katika jina la Yesu. Sifa, heshima na utukufu na uweza na shukrani na mamlaka zina wewe Mungu wetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ongeza makofi kwa Yesu, maana Yesu amefanya jambo kubwa. Watu wamefunguliwa hapa, watu wamevuka hapa. Pigie Yesu makofi.